Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa neema nyingine tena ambayo ametupatia siku ya leo mbele zake tunapoendelea na safari yetu ya majiundo ya kiroho. Leo tutatazama neno kama zuio la mafanikio ya mtu au sababu ya mafanikio ya mtu. Neno linapotamkwa kwenye maisha ya mtu linaweza likaacha baraka endelevu na linaweza likaacha pia maumivu ya kudumu. Neno kama zuio au kama msingi ambao unaweza ukageuka kuwa ukuta wa kuwazuia wengine kupita. Nitatoa ushuhuda moja. Miaka kama miwili imepita, nilipokuwa Arusha kwenye semina kama hii, alikuja baba mmoja ambaye ni mkurugenzi wa shirika moja la kimataifa. Amefanya kazi kwa muda wa miaka 8 kama mkurugenzi kwenye hilo shirika, na mshahara wake kwa mwezi ni milioni 10 za Kitanzania. Lakini hajawahi kumiliki hata uwanja wa $500,000 kwenye maisha yake yote. Kwa hiyo alipokuja akaniambia, nimekuja tuzungumze. Akatambulisha cheo chake na nafasi yake na mshahara wake anaopata. Akaniambia, unavyoniona hivi, nimekuwa mkurugenzi wa shirika hilo kwa muda wa miaka 8 sasa, lakini sina hata uwanja wa $500,000. Hapa nilipo ninaishi kwenye nyumba ya kupanga pamoja na mshahara wangu wote ulivyo mkubwa, lakini ninaishi kwenye nyumba ya kupanga. Sikushtuka. Nilifikiri kwamba inawezekana mshahara nao upata anauwekeza kwenye hati fungani za serikali, hizi treasury bond zinazotolewa na BOT na hii mifuko mingine ya hisa ya serikali kama UTT. Kwa hiyo nilifikiri kabisa kwamba inawezekana mshahara wake wote au kwa 90% au 80% anauwekeza kwenye hizo hati fungani ili aje avune matunda baadaye. Kwa hiyo nilimuuliza, inawezekana basi unawekeza sehemu nyingine kama kwenye hizo hati za serikali? Akasema, hata huko sijawahi kuwekeza wala sina akaunti ya aina yoyote. Nikajiuliza tatizo liko wapi? Naye nikamuuliza, unahisi tatizo liko wapi? Akaniambia, ndio maana nimekuja tuzungumze. Nikamuuliza, una wazazi? Akasema, ndio, lakini baba ametangulia mbele ya haki, mama ndo yupo. Nikamuuliza swali lingine, umemjengea mama nyumba? Akasita. Akasema, nimemjengea kijumba kule kijijini cha vyumba 3 na sebule. Mama yake alikuwa anaishi kijijini. Nikamuuliza, mko wangapi? Akaniambia, tuko 4. Mimi ndo mtoto wa kwanza, lakini mimi baba amefariki nikiwa na umri mdogo sana. Najua kuna baadhi ya familia watoto wanazidiana miaka miwili. Fariki huyu akiwa bado shuleni. Nikamuuliza, hali ya wadogo zako ikoje?
Akasema, mdogo wangu, huu mshahara ninaopata, ambacho nimefanikiwa, naweza nikasema nimefanikiwa kumsaidia mdogo wangu. Nimemsomesha, ni daktari bingwa wa mambo ya nafsi, neuro, anafanya kazi Canada, lakini na yeye ni mlevi kupindukia, na yeye hatuchekani, hana hata uwanja wa 50,000, iwe ni kijijini au hapa mjini, lakini ni mlevi mpaka tunahisi kwamba atakuwa ameathirika sasa ndani, pengine hata figo kuharibika na vitu vingine kama hivyo. Kamuuliza, mdogo wenu wa tatu anayekufuata mara ya pili, akasema yeye amemaliza chuo kikuu cha UDOM. Alipomaliza nilimpa mtaji wa kufanya biashara kwa sababu ya changamoto za ajira. Mtaji wa kwanza nilipa milioni 10. Siku moja aliamka kwenda kwenye biashara yake, anapofika kwenye biashara yake akakuta duka lake limevunjwa, wezi wameiba. Sikuchoka, nikatafuta mtaji mwingine nikampa. Ikatokea hali ile ile, nikamwambia basi tubadilishe biashara. Nikamwambia, nini ambacho unaweza kukifanya? Akasema, mimi labda ninachoweza kukifanya kwa sasa nijifunze udereva bodaboda. Akamwambia basi jifunze. Akajifunza, akamnunulia pikipiki. Pikipiki ya kwanza akaibiwa, akamnunulia nyingine, akaibiwa tena. Akakata tamaa, akasema basi sina namna ya kukusaidia kwa sababu nimekusaidia lakini hakuna kinachoendelea. Ikabidi sasa yule mdogo wake atafute pikipiki ya mtu mwingine kwa mkataba. Kaniambia mpaka tunapozungumza hivi ana pikipiki ya mtu ambaye anafanya kwa mkataba. Hiyo hajaibiwa. Kambia, mdogo wako mwingine yuko wapi? Sema, mdogo wangu mwingine hakusoma, kwa hiyo yuko huko kijijini tu, na hana hili wala lile. Nikajiuliza, ni nini ambacho kinaitesa hii familia? Nikamwambia, unaweza ukamtafuta mama yako alipo ili nikazungumza naye. Akasema, ninaweza, kwa sababu mimi ndo mwenye changamoto. Basi nikampangia muda, akamtafuta mama yake akaja, tukaanza kuzungumza. Mama yake tulipoanza kuzungumza, nikamuuliza, mama, unahisi nini ambacho unakiona kwenye familia yako? Yule mama alianza kulia. Akasema, nina maumivu makubwa sana kwa sababu watoto wangu wananiumiza. Huyu mwenye kazi, ninaumia kwamba inaweza nikafa sijaona hata nyumba ambayo mwanangu amejenga, na anapokea pesa nyingi sana mwisho wa mwezi. Kwa hiyo hili linaniumiza. Naumia kuona na wadogo zake huyo mwingine ambaye amekuwa mlevi wa kupindukia. Naumia kuona hayo maisha anayoishi. Ana miaka karibia 40 sasa, hana habari za kuoa wala nini. Kwa hiyo hili jambo linanitesa sana. Nikamwambia, mama, hebu naomba uniambie, hawa watoto baba yao amekufa wakiwa na umri gani? Akaniambia. Sasa ndo akasema, ninaomba nikwambie mazingira yaliyotokea. Kaambia, asema, mimi unavyoniona niliolewa kwenye familia ambayo ilikuwa maskini sana, lakini ilikuwa na watoto wengi wa kiume. Kwa hiyo mume wangu ndo alikuwa mtu ambaye ameanza kuonekana kuleta matumaini kwenye hiyo familia. Mume wangu
ndo alikuwa ameanza kujenga. Mume wangu ndo alikuwa ameanza kuleta heshima kwenye ile familia. Lakini mume wangu alikufa kifo cha ghafla. Siku moja ananiaga kwamba alikuwa anajenga muda huo ghorofa. Ananiaga kwamba mke wangu, naenda kuangalia ujenzi, mafundi wanaendeleaje kwenye ile ghorofa na tunayojenga. Kwa hiyo akamwaga. Alipofika kwenye ile nyumba yake anayojenga, akakagua, akaona maendeleo yanavyoenda. Kidogo akiwa kwenye hayo mazingira ya hiyo ghorofa yake, akaanguka, akafa. Baada ya pale wakafanya msiba. Walipomaliza msiba, ndugu wa mume, bila kujali kwamba huyu mwanamke alikuwa ana watoto wa kiume 4, walimnyang'anya huyu mwanamke kila alichokuwa amechuma na mume wake. Hata ile ghorofa wakamnyang'anya. Lakini kitu ambacho kilikuwa kinamsumbua huyu mama kwenye moyo wake ni kwamba kifo alichokufa mume wake, anaona kabisa kilikuwa na mazingira ya kutatanisha. Sasa siku ya kumaliza msiba, huyu mama alisimama kwenye kikao cha ukoo, akasema hivi, ninajua mume wangu mmemuua na mmeninyang'anya kila nilichovuna na mume wangu. Kama mwanamke niliyeolewa kwenye huu ukoo na kuwazalia watoto, leo nasimama na tamka, hamtamiliki kitu cha aina yoyote. Huyu mama ananiambia ni kweli, kwenye ule ukoo hakuna anayemiliki chochote, hata vile walivyomnyang'anya walibaki kuwa maskini tena wa kupindukia. Lakini huyu mama akasahau kwamba lile neno alilotamka lilikuwa linawahusu na watoto aliozaa kwenye ile familia. Kwa hiyo halikwenda kwa yale mazingira tu ya wale ambao wamehusika, pengine anavyofikiri kwamba ndo amehusika kumuondosha mume wake au kumuondolea mume wake uhai. Lile neno lilienda mpaka kwa watoto wake wakiwa wadogo, kwa sababu wale watoto ni damu ya ule ukoo, ni vinasaba vya ule ukoo. Kwa hiyo alipotamka kwamba hamtakaa miliki chochote, alitamka na kwa hawa watoto wake aliowazaa kwenye ile familia. Wakiwa wadogo. Unajua, ngoja nikwambie, neno linapotamkwa huwa lina kawaida ya kusubiri muda ufike lianze kufanya kazi. Au laana inapotamkwa huwa inaelekezwa kwenye eneo fulani. Kwa mfano, huyu mama, laana aliyoitamka ilienda moja kwa moja kwenye eneo la kiuchumi la huo ukoo. Ndio maana watoto wake walisoma. Haikuwazuia ile laana, haikuwazuia hawa watoto kusoma. Naomba hilo mliangalie. Haikuwazuia hawa watoto kusoma, haikuwazuia hawa watoto kupata kazi, lakini iliwazuia kumiliki.
Ndio maana sasa huyu ameajiriwa, anapata mshahara wa milioni 10. Anaweza akafanya mambo mengine pengine ya kuwasaidia wengine, lakini ile hali ya kumiliki utajiri haiko ndani yake, kwa sababu kuna neno lilitamkwa, na hilo neno linazuia hali ya umiliki kutokea kwenye huo ukoo. Ndio maana sasa kuna neno linaweza likatamkwa kwenye ukoo, lile neno likawafunga wanaukoo wote waliozaliwa na watakaozaliwa baadaye, ikiwa wanahusika moja kwa moja na huo ukoo. Hilo neno hata aliye tumboni anakabiliana nalo, bila kujali anajua chanzo kilichotokea au hajui chanzo kilichotokea, anakabiliana nalo. Kwa hiyo hata kama ni kumfunga, litamfunga na yeye. Kwa hiyo neno la huyu mama lilifunga ukoo mzima kwenye eneo la umiliki. Ndio maana alikuwa anapata milioni 10, lakini hakuna alichokuwa anazifanyia hizo pesa. Kwa nini? Kuna neno limetamkwa, na hilo neno linazuia ukuu wa hiyo familia. Ndio maana sasa unaweza ukakuta kuna baadhi ya familia ambazo wamezaliwa watoto wa kike na wa kiume ambao ni watafutaji sana, lakini hawafanikiwi. Kwa nini? Inawezekana kabisa kuna neno ambalo lilijenga msingi wa kuwazuia. Watafanya kazi, wataajiriwa, watasoma, watafanya biashara, lakini neno linawazuia. Tusome kitabu cha Kutoka sura ya 8, ule mstari wa 28. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali. Hebu sema hamtakwenda mbali. Lakini hamtakwenda mbali sana. Farao anawaambia, ninawaruhusu mtoke hapa nchi ya Misri, lakini ninawahakikishia hamtaenda mbali. Ni kama na walaani. Kuna watu ambao wametamkiwa kwamba mtasoma, lakini elimu yenu haitawasaidia. Na ni kweli wamesoma, ile elimu yao haiwasaidii lolote. Kuna watu wameambiwa mtafanya biashara, lakini pamoja na kufanya huko biashara, wameambiwa kwamba hiyo biashara haitawafikisha popote. Wengine wameambiwa mtaoa na kuolewa, lakini hamtafurahia hizo ndoa zenu. Hamtawafurahia watoto mtakaowapata kwenye hizo ndoa zenu. Hatuwazuii kuoa, mtaoa na kuolewa, lakini hamtaufurahia uzao wenu. Hatuwazuii kupata ajira, lakini hamtaifurahia hiyo ajira yenu. Hatuwazuii kubatizwa, mtabatizwa, lakini hamtaishi matunda ya Ukristo wenu. Majina ni wa Kristo, kwa matendo sio wa Kristo. Mioyo yao ilipoegemea na majina wanayoitwa vitu viwili tofauti. Miungu ya familia imewaruhusu wabatizwe, lakini imewazuia kuishi maisha ya Ukristo. Miungu ya familia imewaruhusu waolewe, lakini imewazuia kufurahia ndoa zao, imewazuia kufurahia watoto wao. Farao anamwambia Musa, ninawapa ruhusa mwende, lakini hamtafika mbali.
Hilo ni neno lilitamkwa ambalo kazi yake ni kuzuia. Halijawazuia kufanya kazi, lakini limewazuia kufurahia hayo matunda ya hiyo kazi. Tumetoka kwenye familia ambazo na tunaishi kwenye familia ambazo kuna watu ambao Shetani amewainua. Kazi yao kila kukicha ni kutamka maneno magumu juu ya kazi tulizo nazo, kutamka maneno magumu juu ya familia tulizo nazo, kutamka maneno magumu juu ya ndoa tulizo nazo, kutamka maneno magumu juu ya afya tulizo nazo. Wanainuka watu ambao ukifungua biashara anainuka anailaani ile biashara kwa kinywa chake. Ukipata kazi anainuka analaani ile kazi uliyopata. Ukiolewa anainuka analaani ile ndoa yako. Maana yake ni nini? Anataka usifike mbali. Maana yake ni nini? Anajenga msingi wa wewe kutokwenda umbali mrefu juu ya kile ambacho ndani yako unasikia au unatamani kukifanya. Kuna wengine leo hawajapata hata ajira. Ni kwa sababu pengine hata wazazi wao walihusika kuambia, ndugu zao walihusika kuambia kwamba ngoja tuone, mnajifanya kwenu ni wasomi, ngoja tuone hiyo elimu yenu itawafikisha mbali, ngoja tuone hiyo elimu yenu itakapowafikisha. Mmeolewa, ngoja tuone hizo ndoa zenu kama mtazifurahia. Maneno yanatamkwa. Maneno yanatamkwa, na kazi ya haya maneno yanakuwa ni moja tu: kuzuia juhudi, maarifa, uwezo, ukuu na neema ambayo mtu yuko nayo. Tunazaliwa tukiwa mashujaa, lakini tunaondoka duniani bila ushujaa wa aina yoyote. Ndio maana sasa kuna watu ambao wameruhusiwa kuwa na juhudi, lakini wamenyang'anywa matokeo. Matokeo hayaonekani, lakini juhudi wanazo, ila matokeo ya hizo juhudi hazionekani. Watu ambao wamenyang'anywa ukuu wakaachiwa juhudi isiyo na matokeo. Kwa nini? Kuna neno. Ndio maana unatakiwa kuchunga sana aina ya maneno unayojitamkia wewe mwenyewe, aina ya maneno unayojiwazia wewe mwenyewe, aina ya maneno unayowatamkia watoto wako, aina ya maneno unayotamkia ndugu zako, aina ya maneno unayotamka juu ya kazi yako, aina ya maneno ambayo unatamka juu ya biashara yako. Ndio maana sasa kuna watu ambao leo Shetani amewatumia hao watu kuua biashara zao. Amewatumia hao wafanya biashara kuua biashara zao. Amewatumia hao wafanya kazi kuua kazi zao. Amewatumia hao wanandoa kuua ndoa zao kupitia vinywa vyao, kupitia maneno wanayotamka. Maana yake kila neno unalotamka kwenye maisha yako kuna kitu linaumba, iwe hicho kitu ni hasi au ni chanya, lakini kuna kitu hilo neno linaumba. Unapoona biashara yako imeyumba bila kujua, pengine ni mkakati wa Shetani,
na wewe unaungana kuiua hiyo biashara kwa maneno yako. Hali ni ngumu, na kweli hiyo hali inakuwa ngumu. Nini? Anajua kabisa kupitia kinywa chako utaumba kitu kwenye maisha yako. Maadamu wewe ndo mfanyabiashara wa hiyo biashara, chochote utakachotamka hiyo biashara itakipokea, iwe ni hasi au ni chanya. Maadamu wewe ndo mwenye huo wito, chochote utakachokitamka kwenye huo wito utakipokea, kwa sababu wewe ni mhusika wa hiyo nafasi. Maadamu wewe ndo mfanyakazi, chochote utakachotamka juu ya hiyo kazi itasikia na itakipokea. Kila kitu kiroho kina sikio. Kila kitu kiroho kina sikio. Kiroho biashara ina sikio. Kiroho kazi ina sikio. Kiroho ndoa ina sikio. Kiroho watoto wana sikio. Kiroho kilimo kina sikio. Kwa hiyo kila unachotamka kinasikia. Usije ukawa unafanya biashara ya nafaka ukafikiri kwamba ile biashara haisikii. Inasikia. Usije ukafikiri kwamba mimi ni daktari ukafikiri kwamba hiyo kazi unayofanya haisikii. Inasikia. Vile unavyoitamkia inasikia. Ukibariki inajibariki, ukilaani inalaanika. Kwa hiyo shetani anaweza akakutumia wewe ambaye ni mhusika kulaani safari yako, kulaani juhudi zako, kulaani malengo yako, kulaani biashara yako, kulaani kazi yako, bila wewe mhusika kujua. Kama vile ambavyo Mungu anakutumia kubariki kazi yako, kubariki biashara yako, kubariki watoto wako, kubariki wito wako, ndivyo ambavyo shetani anageuza, hali inageuka. Kwa utajikuta unalaani biashara yako, unalaani watoto wako, unalaani juhudi zako, kwamba nimehangaika sana kwenye maisha, nimefika mahala sasa nimenyanyua mikono. Maana yake ni kwamba kiroho unafunga tena fursa nyingine ya wewe kufanikiwa. Inafika mahali unasema kwa umri huu sitaolewa tena, kwa umri huu sitaoa tena. Unafunga hiyo fursa, unafunga huo mlango wa kuolewa, unafunga huo mlango wa kuoa. Inafika mahali una changamoto kazini, migogoro imekuwa mikubwa kazini na bosi wako na wafanyakazi wenzako. Inafika mahali unasema hii kazi haitanipa matunda tena, sioni uelekeo aina yoyote tena. Hilo neno linaumbika. Ngoja niwaambie, kila neno huwa linakaa mahali lilipoelekezwa. Ni kama laana inakaa mahali ilipoelekezwa. Ndio maana sasa unaweza kukuta kuna baadhi ya familia ambazo changamoto ya hiyo familia labda ni watoto wa kiume tu, lakini watoto wa kike hawana shida. Unakuta ambao hawafanikiwi ni watoto wa kiume, lakini wa kike wamefanikiwa. Kwa nini? Inawezekana kuna neno lilitamkwa juu ya kizazi cha kiume kwenye hiyo familia. Unaweza kukuta familia nyingine watoto wa kiume hawana shida, lakini watoto wa kike ndo wana shida. Kwa nini? Kuna neno ambalo lilitamkwa kwenye eneo la uzao wa kike wa hiyo familia. Unaweza kukuta familia nyingine hazina shida ya kiuchumi, lakini zina shida ya uzao.
Unaweza kukuta familia zingine hazina shida ya kielimu, zina watu ambao wamesoma, lakini wana shida ya kutokusaidiana. Nilikutana na dada mmoja, alikuwa ananiambia maneno ambayo ameyasikia. Ana mdogo wake ambaye ni daktari bingwa. Huyu mdogo wake wa kiume, wakati akiwa form 2, alimpa binti ujauzito. Alipompa huyo binti ujauzito, wazazi wa yule binti walipomuuliza yule binti, ni nani amekupa ujauzito, ilibidi ataje aliyempa ujauzito. Kwa hiyo ile binti alipotaja aliyempa ujauzito, hao wazazi, kwa sababu walikuwa ni majirani, hao wazazi wa binti wakaamka wakaenda kwa wazazi wa mtoto wa kiume ambaye amempa binti yao mimba. Huyu baba wa binti alienda katika hali ya urafiki kuzungumza na huyu baba wa mtoto wa kiume. Akamwambia, sisi ni majirani, hawa watoto mnaona ambacho wamekifanya. Mtoto wako wa kiume amempa huyu binti yako, na tukianza kufata michakato haitakuwa vizuri. Na unajua serikali inapambana sana, tutajikuta huyu mtoto wa kiume anafungwa na tukageuka kuwa maadui. Kwa hiyo mtoto wako wa kiume ndo amefanya hiki, tuelewane na tukae sisi kama wazazi, haya mambo tuyamalize. Unajua kilichotokea? Baba au mzazi wa yule mtoto wa kiume alisema hivi, mtoto wangu hawezi kumpa mtu mimba. Hawezi kumpa mtu mimba. Kwa hiyo nimedanganya. Yule baba wa mtoto wa kike akasema sawa, kwa sababu umesema hawezi akampa mtu mimba, sawa. Akaondoka. Huyu mtoto amesoma, huyu mwingine akajifungua, elimu yake ikaishia pale. Huyu wa kiume akasoma, akawa daktari bingwa, mpaka sasa ni daktari bingwa. Huu ni mwaka wa 17, hajawahi kupata mtoto kwenye ndoa yake. Lakini akipima anaambiwa uko sawa, mama yuko sawa, baba yuko sawa. Na hata huyu mwanaume akijaribu kwingine bado hawezi kuzalisha. Napata kimemo hapa kwamba Mama Benja yumo humu kwenye semina. Mtoto wake aitwaye Eva ameanguka ghafla, amelazwa hospitalini, aende kumwona. Yesu wa Ekaristi atamponya huyo mtoto. Hiyo vita ambayo unapitia, Yesu wa Ekaristi aingilie kati. Kwa hiyo hata kama unaenda, usiende kwa kupaniki. Hiyo ni vita ya kwanza ambayo umeanza kukutana nayo, lakini Yesu wa Ekaristi atakuwa upande wako. Kwa hiyo hata kama unaenda, nenda, nasi tukibaki tutaendelea kumwombea. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo neno linaweza likatamkwa, na hilo neno likawa ukuta kwenye maisha ya kizazi au ukoo au mtu.
Na huyu daktari baba yake amekufa, aliyesema hawezi akampa mtu. Maisha ya waliopita yanavyoishi ndani ya maisha ya waliopo. Alipita akatamka neno, hayupo, lakini lile neno linasumbua wale ambao wanaishi leo. Mungu alipokuwa anaumba alikuwa anatamka neno. Kisoma kitabu cha waraka kwa Ibrania sura ya 11 ule mstari wa 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Kwa neno, mwanadamu ni muumbaji mshiriki. Mwanadamu ni muumbaji mshiriki. Ndio maana sasa ukiumba baraka, hiyo baraka inaumbika. Ukiumba shida, hizo shida zinaumbika. Ukiumba utasa, huo utasa unaumbika. Ukiumba umaskini, huo umaskini unaumbika. Ukiumba utajiri, huo utajiri unaumbika. Kwa nini unaumbika? Mwanadamu ni muumbaji mshiriki. Kama Mungu amekupa uwezo wa kushirikiana naye kumuumba mwanadamu mwenzako, wewe una uhakika kwamba hata uwezo mwingine pia unao ndani yako, kwa njia ya kutoa mbegu, kwa njia ya kubeba mimba. Ndani yako, ndani ya tumbo lako, mtoto anaumbika, anakuwa, anatoka. Kama amekupa huo uwezo wa kumuumba mwanadamu kwa kushirikiana naye, wewe una uhakika pia amekupa uwezo wa kuumba baraka kwenye maisha yako. Lakini shetani anachokifanya, anajua kabisa kwamba huyu mwanadamu amepewa uwezo wa aina fulani. Sasa huu uwezo anaugeuza. Ndio maana leo watu wanaishi kwenye maisha ambayo wamekusudia au wameshiriki wao wenyewe kuyajenga. Fimbo, ukuta wa maneno ulioko kwenye familia yako, ukuta wa kiuchumi ulioko kwenye familia yako, ukuta wa upagani ulioko kwenye familia yako. Hakuna aliyetoka nje akauumba isipokuwa ninyi wenyewe kupitia. Mehusika kuumba umaskini, mehusika kuumba kuoa wanawake wengi. Nakuta kijana wa kiume anasema kwetu, tena anatanguliza neno, anasema kwetu hatoi mwanamke mmoja. Kwa hiyo hilo neno limeumbwa kwenye ukoo wao. Nilikutana na mama mmoja ananiambia aliolewa kwenye ukoo ambao kila binti anayeolewa kwenye ule ukoo, anapopata mimba ya kwanza, ile mimba lazima iharibike. Wote walioolewa kwenye huo ukoo, kila wanapopata mimba, ile tu ameolewa kaenda akapata mimba, ile mimba itaharibika, atazaa mtoto wa pili. Kwa nini? Anasema mimba ya kwanza ni chakula cha wazee. Miungu inatolewa au miungu inapewa sadaka.
Yule mama akaniambia, nilifika baada ya kupata hizo taarifa, nikatoa sadaka. Nikamwambia Mungu, na ijulikane kwamba upo. Tumbo langu kila mtoto nitakayembeba atazaliwa baada ya kutimiza yale majira ambayo wewe mwenyewe umekusudia. Ikiwa kuna miungu, lakini wewe upo Mungu. Akatoa sadaka. Sema, uzao wangu hautapita kwenye majira au kwenye njia ambayo ukoo huu umepita. Mama akajifungua. Kelele zikaanza. Miko imekiukwa. Kelele zikaanza. Huyu mwanamke mwache. Huyu mwanamke mara hiki. Ambia Mungu, na ijulikane kwamba upo. Na sasa Mungu, ninakuchonganisha wewe na ukoo nilioolewa. Wapigane wao kwa wao. Kwa hiyo mtifuano ukaanza. Kati ya mume anampenda mke wake, ndugu hawamtaki mke. Fika point mume akasema, kwa hiyo mnataka niwaoe nyie? Mnataka nimwache? Mnataka niwaoe ninyi? Kajitenga. Kahama na pale walipokuwa wanaishi. Akaenda kwingine. Yule mtoto tunavyozungumza leo ni padre. Sasa ni wakuu wangapi wanauawa kwenye familia kupitia maneno ya waliopita? Ni biashara ngapi zinauawa? Ni wanasiasa wangapi wanauawa? Ni wafanya biashara wangapi wanauawa kwenye ukoo kwa sababu ya maisha ya waliopita? Walitamka, huu ukoo asiwepo mkuu zaidi yetu. Na ndio maana ukienda kwenye kila familia kuna mstari ambao umechorwa, na kila anayejaribu kufika kwenye ule mstari anazuiliwa, anarudi nyuma. Kwa nini? Ndio maana chunguza kwenye familia nyingi za Kiafrika, watoto ambao ni waleta baraka kwenye familia, waleta neema kwenye familia, waleta utukufu kwenye familia, waleta heshima kwenye familia, waleta maono kwenye familia, waleta enzi kwenye familia, waleta utukufu kwenye familia, wanawahi kuuawa kuliko wale waleta upagani kwenye familia. Wale ambao wamejitolea kuleta nyota ya utajiri kwenye familia, wale ambao wamejitolea kuleta heshima kwenye familia, angalia miungu ya familia inavyoinuka. Angalia wanavyoinuka watu ambao wanataka wale wasifike mahala popote pale. Unakuta kweli ukoo mzima ni maskini, lakini anapotokea mtu anayetaka kuleta mabadiliko ya kiuchumi, ya kielimu, ya kifamilia, wanafamilia wale wanageuka kuwa maadui zake na wanahakikisha kwamba haendi popote. Kwa nini? Ile miungu inaanza kuona kwamba hii familia ambayo tulikuwa tumeifunga kwa muda mrefu, tulikuwa tumeitesa kwa muda mrefu, inataka kutoka kwenye ile kamba tulioifunga. Nini? Inainuka miungu inayopitia wanandugu hao kuhakikisha kwamba hao wanafamilia wanakuwa maadui wa huyo ambaye ameinuka. Mnaishia kusema kwamba wenye roho nzuri hawadumu. Sio hawadumu, miungu inainuka, na ile miungu ndo inaizuia ule ukuu ambao unaanza kuonekana. Ile miungu ndo inaizuia heshima ile inayoanza kuonekana. Ile miungu ndo inaanza kuzuia ule utajiri unaoonekana. Kwa sababu shetani akiwa amekandamiza familia kwa muda mrefu au ukoo kwa muda mrefu, anapotokea mtu ambaye anataka kuleta mapinduzi kwenye huo ukoo, shetani anapambana na yule mtu.
Na saa ingine hapambani na yule mtu, anapambana na kile ambacho yule mtu amekibeba kwa ajili ya ule ukoo anaotoka, kwa sababu anajua huyu akitoka, huu ukoo umetoka. Kwa hiyo ili huu ukoo usitoke, ili niendelee kuutawala, ngoja nipambane na huyu ambaye ameanza kuonekana kama tishio la kuunyanyua huu ukoo. Anapambana naye. Ndio maana kama kwenye familia yako kuna mchakarikaji, muombe sana. Kama kwenye familia yako yupo ambaye ni mleta mkate wa familia, muombe sana. Kama kwenye familia yako yupo mtu ambaye anafikiri kwa niaba ya watu wengine, anayeumia kwa ajili ya watu wengine, muombe sana badala ya kumpiga vita. Tatizo la Waafrika wengi ni kuoneana wivu, ni kupigiana vita. Unapoona nyota ya mwingine imeanza kuinuka, badala ya kumwombea, unakuwa sababu ya kumlaani na kumpiga vita. Badala ya kumnyanyua juu, unakuwa wa kwanza kumkatisha tamaa. Unakuwa wa kwanza kwenda kumloga. Unakuwa wa kwanza kwenda kumchafua. Unakuwa wa kwanza kwenda kutoa maneno yasiyofaa juu yake. Hii ni roho ambayo Afrika na watu wengi tunatakiwa tupigane nayo sana. Roho hii imewarudisha watu wengi nyuma. Imejeruhi mioyo ya watafutaji wengi sana. Imejeruhi mioyo ya wanawake kwa wanaume ambao walijitoa kimwili na kiroho kwa ajili ya kuziokoa na kuzikomboa familia zao kutoka kwenye kongwa la umaskini. Bahati mbaya, wanapoinuka watu wa aina hii, badala ya kusapotiwa, wanaanza kudidimizwa chini kwa maneno yanayoumiza mioyo yao, kwa maneno yanayowakatisha tamaa, kwa maneno yanayowafanya wafikiri kwamba kila wanachokifanya wanakifanya katika hali ya kutaka kujitukuza wao. Saa ingine lazima ujue kwamba kuna watu ambao hawapati usingizi. Na kwa nini hawapati usingizi? Kila wakikaa na wakilala wakifikiria aina ya familia waliotoka, wanashindwa kupata usingizi. Anajua kabisa, nikiendelea kulala, nikiendelea kujihurumia, watoto wangu na wao watakuja wateseke kama ambavyo mimi nimeteseka, au kama ambavyo sisi ukoo mzima tunateseka. Ndio maana kuna baadhi ya watu ambao wako tayari kuingia kwenye madeni kwa ajili ya kuwasapoti ndugu zao. Lakini hao wanaopewa support wanaona kama ni hisani, wanaona kama ni jukumu la huyu mtu kutoa hiki ambacho anakitoa. Lakini hawajui huyu anayeumia lengo lake ni nini. Anataka kuokoa familia, anataka kuokoa uzao. Tumsifu Yesu Kristo.